Tanzania inaendelea kupiga hatua kuelekea uchumi na serikali ya kidijitali. Na NeST, mfumo wa usimamizi wa ununuzi wa umma kielektroniki, ni ishara ya maendeleo, uwazi, uwajibikaji na ufanisi. Tangu mfumo wa NeST ulipoanza kutumika Julai mosi mwaka 2023, mikataba ya zabuni yenye thamani ya zaidi ya shilingi trilioni 14.9 imekwisha tolewa kupitia mfumo huu. Hadi sasa NeST imeunganishwa na mifumo mingine ya serikali zaidi ya 20 kama vile Tausi, BRELA ORS, EFDMS wa TRA, CRB MIS, ERB MIS, AQRB MIS, TCRA, GEPG, Forex wa BOT, PlanRep, MUSE na ERMS, NSSF, WCF, PSPTBORS, HCMIS na OSHA. NeST imewezesha ununuzi kwa njia ya kielektroniki hadi ngazi za serikali za mtaa, ikiruhusu kila taasisi kusimamia rasilimali kwa ufanisi zaidi. Kwa majina naitwa Mhandisi Robert Lupoja, ni kaimu mkurugenzi wa Mamlaka ya Maji Safi na Usafi wa Mazingira Njombe. Ninakubali kwamba mfumo huu utakwenda kutusaidia Watanzania na hasa taasisi nunuzi kusaidia kupunguza gharama, na ni mfumo ambao unatengeneza ushindani wa wazi. Ninapenda kuishukuru kwa kweli serikali kwa namna ambavyo wameamua kujipambanua kusaidia taasisi. Jina langu Metrida Kaijage, mkurugenzi wa ununuzi na ugavi, Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia. Toka tumeanza mfumo wa ununuzi NeST, tumekuwa tukiutumia na tunaipongeza serikali kwa sababu umeturahisishia katika muda wa michakato ya zabuni, lakini pia uandaji wa nyaraka umekuwa rahisi kwa sababu mfumo wenyewe unakuongoza. Kwa hiyo makosa yamepungua kwa kiasi kikubwa katika kuandaa nyaraka za zabuni, lakini pia unatuongezea uwazi na kupunguza malalamiko. Kupitia fursa za makundi maalumu, vikundi 85 vya vijana vimepata zabuni zenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 3.1. Naitwa Mhandisi Steven Kindole. Mimi ni kiongozi wa kikundi cha vijana ambao tunajihusisha na masuala ya ujenzi. Jina la kikundi kinaitwa High Tech Group of Fundis. Kikundi chetu sasa hivi kiko Mtwara. Tunamshukuru Mungu tumepata fursa. Ndani ya mwaka mmoja tumeweza kufanya kazi za zaidi ya milioni 200. Vikundi 95 vya wanawake vilipata zabuni zenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 5.6. Kwa majina naitwa Elizabeth Jonathan Kasimila, mwenyekiti wa kikundi kinaitwa Kazi Iendelee Ipagala. Kikundi hichi ni cha kina mama na tumeajiri vijana na wasichana 80. Kwanza kitendo cha sisi kikundi kupewa kazi na NeST ya milioni 50 ilikuwa kitu ambacho hakitawezekana. Lakini sasa hivi kuna mabadiliko. NeST haichagui, NeST haipendelei. Mfumo wa NeST umeleta nyooko wa mambo kwenda sawa, haki kwa haki. Wewe umebidi kulingana na kiasi unachojua hicho utakifanyia kazi, na inapishana kama wewe kama utakuwa juu itaenda sawa sana yule ambaye anastahili kupata. Kwa hiyo haya ni mabadiliko makubwa sana. Zamani kupata kitu mpaka utoe labda rushwa ili upate kitu, lakini kwa sasa hivi hata NeST, tangu mfumo wa NeST umeanza hakuna mambo ya upendeleo au rushwa. Wewe unabidi tenda kulingana na uwezo wa kazi ile unaona nitaifanya kwa utaratibu gani, basi kama ni ya kwako Mwenyezi Mungu akikujalia basi ile kazi unaipata. Vikundi vitatu vya watu wenye ulemavu vilipata zabuni 12 zenye jumla ya thamani ya shilingi milioni 138.5. Vikundi vitano vya wazee vilipata jumla ya zabuni 17 zenye thamani ya shilingi milioni 800.6. Naitwa Mzee Joseph Paulo Ngua. Kikundi chetu kinaitwa Okoa Wazee kata ya Mazwi. Tuko hapa Rukwa, Sumbawanga. Mimi kwa jina naitwa Stanley Wilfred Mkulungu. Kilisajiliwa kama kikundi cha labor base. Tulianza kupata kazi TANROADS, lakini baadaye hivyo kuja kutangazwa na huku TARURA tukaomba nako tukapata. Mimi ni mzee kwa sasa wa miaka 86. Wametutambua, wametuona na wametupa kazi kwa kweli nyepesi. Tunalipwa milioni 30, milioni 20
milioni 40. Mwanzo hatukuamini kwamba baada ya kazi tukapata hizi hela ambazo wala hata tulipokuwa tunafanya kazi kabla hata ya kustaafu tulikuwa tuzipati. Tunashukuru sana sana. Wewe tunashukuru serikali kwa utaratibu. Mfumo wa NeST umefanikisha kuwapata wazabuni wanaotekeleza miradi midogo na mikubwa nchini. Baadhi ya miradi mikubwa ni pamoja na ujenzi wa uwanja wa mpira wa miguu jijini Arusha utakaotumika kwenye michuano ya mataifa ya Afrika AFCON mwaka 2027 uliopewa jina la Dr. Samia Suluhu Hassan Stadium, zabuni yenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 286. Ujenzi wa uwanja wa mpira wa miguu jijini Dodoma, zabuni yenye thamani ya shilingi bilioni 310.6. Ujenzi wa bandari ya Kisiwa Ngao, zabuni yenye thamani ya shilingi bilioni 368.2. Usanifu na ujenzi unaolenga kuwa na gati la kisasa la Malindi katika bandari ya Dar es Salaam, zabuni yenye thamani ya shilingi bilioni 461.2. Mfumo wa NeST umevutia mataifa mengi duniani ambao wamekuja kwetu Tanzania kujifunza, wakiwemo Zimbabwe, Botswana, Burundi, Zambia na Sudan. Aidha, Novemba mwaka 2024, mfumo wa NeST ulitambulika na kupewa tuzo ya mfumo bora wa ununuzi wa umma kwa ubunifu barani Afrika na African Association for Public Administration and Management, tuzo zilizokuwa zikishindaniwa chini ya uangalizi wa Umoja wa Afrika AU. PPRA inamshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa kuwezesha uwepo wa sheria ya ununuzi wa umma ya mwaka 2023 na pia kujenga mfumo wa NeST. Hatua hizi mbili ni mapinduzi makubwa yanayodhihirisha nia ya dhati ya kuendelea kuwaletea Watanzania maendeleo endelevu.